Jeshi la polisi nchini Tanzania limehusishwa kukwamisha ratiba ya ziara za no reforms no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na hii ni taarifa ambayo inaajiri Machi 25, 2025, ikiwa ni siku ya 3 ya ziara ya no reforms no election katika kanda ya Nyasa, ambapo mkutano wa makamu mwenyekiti bara wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche uliokuwa ufanyike katika kata ya Mabadaga wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya umeshindwa kufanyika baada ya kudaiwa kuzuiwa na jeshi la polisi. Hata hivyo, jeshi hilo limefafanua kuwa mkutano na vikao vya chama hicho havikutolewa taarifa kama taratibu zinavyoelekeza. Heche pamoja na viongozi wengine chini ya mwenyekiti wake wa taifa Tundu Antipas Lissu wapo kanda ya Nyasa kwa ajili ya mikutano ya hadhara na kuzungumza na wafuasi wao. Kanda hiyo ya Nyasa inaundwa mikoa ya Iringa, Mbeya, Njombe pamoja na Rukwa. Lakini Machi 23, kama ambavyo tunafahamu, chama hicho kilizindua operation zake za no reforms no election, stronger together na tone tone, ambapo baada ya uzinduzi huo vigogo hao waligawanyika mikoa tofauti tofauti. Mwenyekiti Lissu akielekea mkoani Rukwa kisha Songwe, huku Heche akianzia Mbeya wilayani Kyela na Mbarali kisha kutoa Njombe, kabla ya kuhitimishia ziara yao mkoani Iringa kwa mkutano wa hadhara, ambapo tena viongozi wengine wote watakutana katika eneo hilo. Sasa Machi 25, mkutano wa hadhara uliokuwa ufanyike Mbadaga chini ya makamu mwenyekiti Heche umeripotiwa kushindwa kufanyika baada ya jeshi la polisi kuzuia. Katibu wa chama hicho mkoani Mbeya, Hamadi Mbeyale, amezungumza na waandishi wa habari na kueleza kuwa wameshindwa kufanya mkutano huo na kusalimiana na wananchi na wafuasi wao baada ya kuzuiliwa na jeshi la polisi. Makamu mwenyekiti alikuwa asalimiane na wananchi na kufanya mkutano, lakini polisi wamezuia. Tukaandaa kikao cha ndani nacho tumezuiwa. Issue sio kibali cha polisi, kwani tulitoa taarifa, alisema Hamadi. Baada ya kuzuiwa kufanya mkutano, tunatarajia kurudi hapa Mbarali Aprili mosi kusalimiana na wananchi kwa kuwa walikuja kwa wingi kumuona kiongozi wao. Kuna katibu wa Bawacha mkoa tumesikia alishikiliwa. Hatujapata taarifa zaidi kama akaachiwa, aliongezea Hamadi Mbeyale. Akizungumza na Mwananchi Digital kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga amesema hajazuia mkutano wa chama hicho na kuahidi kulitolea ufafanuzi baada ya kufika ofisini swala hilo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia ukurasa wake wa X wamechapisha taarifa hiyo pia kuthibitisha hilo. Wameandika jeshi la polisi Tanzania polisi, wakaitagi hiyo akaunti ya jeshi la polisi Tanzania upande wa X, limezuia mkutano wa makamu mwenyekiti John Heche katika jimbo la Mbarali, kitendo kinachoashiria matumizi mabaya ya vyombo vya dola katika kuzorotesha shughuli za kisiasa. Tunalaani vikali vitendo hivi vya kuingilia haki za msingi za kisiasa na kudai mazingira huru ya haki kwa shughuli za vyama vya siasa. #no reforms no election. Haya, hizi ni taarifa ambazo za awali ambapo ziliripotiwa, ambapo jeshi la polisi lilikanusha kupitia kamanda wake wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga, lakini makamu mwenyekiti wa Chadema bara John Heche pamoja na katibu mkuu wa Bawacha mkoa wa Mbeya Hamadi wakizungumza kuhusiana na uhalisia kwa nini mkutano huo wa hadhara umeshindwa kufanyika. Ni masuala ambayo pengine hayakutarajiwa kuweza kuanza kuripotiwa ama kuonekana katika kile ambacho Chadema walikieleza hadharani kupitia vyombo vya habari, na hatimaye wakaanza mchakato kwa maana utekelezaji wa kile walichokieleza katika mkutano huo na habari no reforms no election iliyotikisa mkoani Mbeya, ambapo viongozi wa ngazi ya juu wa Chadema wote walikuwepo na hatimaye wakagawanyika kama ambavyo alivyofanua Gorugwa katika mkutano wa waandishi wa habari. Na sasa masuala haya yameanza kujiri, pengine ni kwa namna gani ambavyo Chadema wanapaswa kuzingatia taratibu zote za jeshi la polisi. Lakini kwa mujibu wa Hamadi anasema wamekidhi vigezo vyote, kibali walikuwa nacho na ratiba ilikuwepo, lakini jeshi la polisi limekanusha taarifa hizo. Ni masuala ambayo yanaweza yakajiri na tuendelee kusubiri kwa chochote ambacho kitatolewa. Wakati huo John Heche akiendelea kuzungumza kwa maana siku ya tarehe 24
ambapo waliendelea na ziara na alizungumza mambo chungu mzima pia kuhusiana na Chadema, kuhusiana na serikali na CCM na mambo chungu mzima, ikiwemo swala la bandari kuwa chini ya DP World ambao ni kampuni iliyowekeza kuendesha bandari ya Dar es Salaam. Tunafahamu sote mchakato ambao ulikuwa ni mgumu, ulikuwa ni mzito, mapokezi yake hayakuwa rahisi, kuanzia bungeni na kwa wananchi, kelele nyingi sana ambazo zilipigwa, hoja nyingi sana ambazo zilitolewa, na hatimaye kukaa kuna ukimya. Mwisho wa siku DP World yakaonekana kuanza kuoperate kwa maana kufanya kazi katika bandari ya Dar es Salaam na mambo mengine chungu mzima. Na unafahamu hivi karibuni pia chama hicho kilitoa kauli kwa serikali, lakini pia kwa Chama cha Mapinduzi kumchukulia hatua katibu mwenezi mneki itikadi na mafunzo Amos Makala juu ya kauli yake ya kutoa taarifa ambazo hazina uthibitisho na ni tuhuma nzito kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwamba kinapanga kununua virusi vya Ebola na Mpox kwa ajili ya kuvisambaza nchini ili watu waugue na viongozi wa Chadema wa CCM waugue, uchaguzi usifanyike, na hayo yote yameendelea kuibuliwa. Kwa hiyo ni makali ya chama cha Chadema ambayo yanaonekana dhahiri kwamba inaonekana yanagusa sehemu ambayo inahitaji ufafanuzi, lakini pia mamlaka za serikali ikiwemo swala la bandari ambapo serikali ndio imepitisha. Pengine ni masuala ambayo yanaweza yakawa yanatazamiwa kwamba wanasiasa wanaweza wakaendelea kufichua ama kuiumiza zaidi serikali katika namna hiyo, na hivyo katika namna ya kujibiwa kwa hoja bali jeshi la polisi linaweza likatumika. Ni maoni ya watu ambao yanatolewa kwamba hoja za John Heche na viongozi wengine wa Chadema ndizo ambazo zinaweza zikasababisha uzuiwaji wa mikutano yao mara kwa mara ukawepo ama ukajiri na wananchi wakaendelea kushuhudia kuiona. Mtazamo wako ni upi katika hili? Tumekufahamisha. Kama kuna lolote zaidi tuendelea kukuhabarisha kupitia hapa. Kama kuna lolote zaidi tuendelea